tengeni muda wa kusikiliza kero za watumishi kama nilivyokwisha kusema, tena kwa lugha za staha. Haikuumizi wewe kuongea na mzazi kwa lugha ya staha? Inakuumiza kweli? Ninyi ni wakuu wa shule, ninaomba sisi tuwe chachu kuanzia kule tuliko, tuwasikilize watumishi wenzetu. Hili kama halitokei, basi na sisi tutachukua hatua. Tukisikia kwamba wewe siye, basi tutakuweka pembeni kidogo, tuone kama tunaweza kupata mtu ambaye anaweza kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo hili ninalisisitiza sana kwenu, lakini kwa watumishi wote, kwa wakuu wa idara zote kwenye halmashauri zetu, kwa wakurugenzi wote kwenye halmashauri zetu, tuwasikilize watumishi wenzetu. Pokeeni wazazi wanaokuja, wasikilizeni shida zao. Moja wapo ya kazi ambazo tumepewa sisi ni kuwatumikia Watanzania wenzetu. Tumepata hizi nafasi za ukuu wa shule, tumepata hizi nafasi za ukurugenzi, tumepata hizi nafasi za unaibu katibu mkuu, tumepata hizi nafasi za unaibu waziri, tumepewa hizi nafasi za uwaziri ili tuwafanyie Watanzania kazi. Sisi ndio pekee tutakaoleta tabasamu kwa wananchi wa nchi hii, sisi tulioko humu TAMISEMI. Kwa hiyo timiza wajibu wako, nitimize wajibu wangu, ili Watanzania wenzetu waweze kupata faraja. Tumsaidie Mheshimiwa Rais kutoa faraja hii kwa Watanzania. Na kimsingi walioko hapa, Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa ndio wenye kupeleka tabasamu kupitia malezi ambao watayatoa kwa walimu ambao wanasimamia ufundishaji na ujifunzaji. Na walimu wakiwa na tabasamu, maana yake wanafunzi watapata uelewa na watapenda kusoma na kujifunza, na matokeo yake sote tunafahamu kwamba ni ufaulu. Na ufaulu ukiwa mzuri, maana yake tutakuwa tumegusa kila familia, kwa sababu kila familia ina mtoto, kama si wake basi ni wa mjomba, ni wa baba mdogo, ni wa kaka, ni wa shangazi. Na akifaulu, maana yake tabasamu inakuwa katika familia nzima kwa namna moja au nyingine. Niseme Mheshimiwa Waziri, wewe ni baba, ni mshauri, ni mwelezaji, na wote wamesikia unasema kama baba na kama kiongozi. Ni kwa hiyo yote uliyosema tunakwenda kuwatekeleza kwa dhati ya moyo wetu. Walimu tunafanya kazi kubwa, na sio shaka unasikia hata matokeo yetu ni makubwa. Mambo ni mazuri tunaofanya chini ya ofisi yako, tutaendelea kuyafanya makubwa zaidi. Tunachoweza kusema, tunakuishia kwamba tutafanya yote uliyotuelekeza kwa uaminifu. Zaidi tukuombee wewe, Mwenyezi Mungu akubariki, akupe afya njema na hekima ya kuendelea kutuongoza.